Halo, naomba tuongelee kidogo kwenye issue ya mfumo, yani kuapply au kuomba ajira mtandaoni. Na hii ni baada ya makala ambayo nimeiupload iliyopita. Sasa hebu naomba nielezee kwenye faida za kutumia mfumo wa kuomba ajira mtandaoni na tofauti yake ni ipi na mtu ambaye anaomba ajira kwa kutuma barua kama vile JWTZ. Tunafahamu jeshi la polisi linatumia mfumo. Sasa na kuna mfumo wa ajira poto ambao ni mfumo ambao ni known sana, ambao unajulikana sana kwenye kazi hizi kama za maofisini, tuseme kama maafisa ugani, maafisa nini, madereva. Sasa faida ya mfumo wa yani kuomba kazi online, yani kwa kupitia mfumo husika unajaza taarifa zako. Faida yake ni kwamba mfumo unakuwa unachagua automatic. Kwa maana hiyo, kama wewe una sifa ambazo zinahitajika, ule mfumo utakuchukua. Kwa hiyo pale kunakuwa hamna rushwa, hamna sijui wizi hapana. Kwa hiyo hamna mtu yoyote. Kwa hiyo mfumo unajiendesha wenyewe kwamba unagaidiwa kwa mtu mwenye sifa fulani, basi anachukuliwa. Umenielewa? Kwa maana hiyo, kama walisema sifa fulani uwe nayo, uwe sijui na cheti fulani, uwe na fani fulani, kama watu wa degree wameambiwa labda uwe ni agriculturist, usipoweka cheti cha agriculturist inakukataa. Umenielewa? Yani hautachaguliwa, hautakuwa shortlisted, huwa tunasema hivyo. Hiyo ndio faida moja wapo ya kutumia mfumo, tofauti na kutumia barua ya maombi unaipeleka posta. Barua ya maombi ukipeleka posta pale mtu anaweza kaishika akaiona, huyu ni fulani, huyu achana naye. Umeona? Huyu ni fulani, huyu namfahamu, tunamchukua. Hiyo ni moja ya tofauti iliyopo. Kwa maana hiyo, kwa sasa hivi tuna advantage kubwa sana, jeshi la polisi linatumia mfumo wa online, yani unatuma maombi online. Umenielewa? Kama vile last time walivyofanya. Kwa maana hiyo, kama kweli utakuwa na sifa lazima uwe shortlisted. Umenielewa? Yes. Sasa turudi upande wa pili, ukituma barua. Tumeona watu tumetuma barua JW, barua inaweza kuchelewa kufika. Cha kwanza, barua ikachelewa kufika, maana posta na penyewe lazima ichukue muda kupeleka barua sehemu husika. Barua inaweza kuchelewa kufika. Umenielewa? Barua zinaweza kuwa nyingi na zisiangaliwe. Umenielewa? Lakini faida ambayo wataipata kwa kutuma barua ni watu ambao wenye connection. Faida wanaipata wapi? Automatic mtu anakagua ile barua. Umenielewa? Yani automatic anajua huyu ni fulani, huyu ni fulani. Barua ina maelekezo. Umenielewa? Lakini sasa hiyo ni kwa faida kwa watu wachache, ila kwenye mfumo sasa hivi kutumia mfumo wa online haina upendeleo bro, haina upendeleo. Ukiwa na sifa lazima uwe shortlisted. Ukiwa hauna sifa lazima utemwe, yani haita kushortlist kwenye interview. Maana hiyo lazima ikushortlist kama umequalify kuwa na zile sifa ambazo wanazihitaji. Hivyo tujitahidi sana kutumia mfumo vizuri. Narudia tena, tujitahidi sana siku wakitoa tangazo tutulize akili, tu apply vizuri kwenye mfumo bila kuwa na haraka, lakini tufanye chap kwa haraka, ndani ya muda tu tushamaliza. Hivyo tu yani, have to apply mapema, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu si tumemaliza. Kwa maana hiyo mimi nitakuwa na wewe siku hadi wewe unafanikiwa kwenye maisha yako. Tuombe uzima tu Allah atuweke salama, maana sasa hivi vijana wengi sana tunaondoka. Kwa hiyo leo mimi, kesho wewe, maybe kesho wewe, kesho kutwa mimi. Hatujui ni siku gani kwamba tunatoweka duniani. Kwa maana hiyo dua nyingi ziende kumuomba Allah ili atujalie uzima. Umenielewa? Kwa hiyo iko hivyo. Tumuombe sana Allah atujalie uzima ili tuendelee kuwepo, tupambanie maisha yetu. Watu wengi sana tunapoteza maisha tukiwa na ndoto nyingi sana. Nikwambie kitu kimoja, to share one story kwamba ngoja nikupe kitu kimoja kitakufungua kidogo akili yako. Hivi unatambua ya kwamba utajiri mkubwa uko makaburini?
Unaweza kuwa surprised kwa nini? Kwa sababu watu wengi wamefariki au wamepoteza maisha wakiwa na ndoto zao kubwa sana, na unakuta kuna mwingine alikuwa kama leo kesho anakamilisha ndoto yake, ila kwa bahati mbaya hakuweza kuikamilisha. Kwa maana hiyo utajiri mkubwa uko makaburini. Hivyo tuombe uzima, Mungu aendelee kutujalia afya njema, tuweze kupambania maisha yetu na tufikie ndoto zetu. Asante sana kwa kuichagua Ajira Update. Mimi ni ndugu yako kabisa na wewe ni ndugu yangu. Sisi sote ni familia moja. Asante. Chao.